na maandishi wanagonga ufuta wa nyumba. Kitu kifupi hivi kimewasumbua, kimeleta shida. Watu wengine wamekuwa vipofu, hawaoni usiku wakienda ndio warogi hawakuli vile walikuwa na hawarogi vile walikuwa na roho. Sio mtoto amwaletea shida na mtoto mdogo. Angekuwa mrefu. Hawezi kumupatia zawadi ile yenye alikuwa ameambiwa mletee, kwa sababu amefinyiliwa. Amefinyiliwa, mwili ndio mkubwa. Mimi kama Mkristo ama kama wewe Mkristo sasa, ni wapi tunafika pale tunafanyia mwili wetu pruning ili Roho Mtakatifu akapata nafasi ya kutokezea? Ni wakati unaamua unachinyima chakula. Unasema sasa sikuli kwa siku 3, nachinyima chakula kwa sababu yule ako ndani yangu apate nafasi ya kukua. Mwaka unaanza Januari mpaka inafika Disemba. Wewe unakula lunch, unakunywa breakfast, unakula 7. Hakuna siku umejinyima, unasema ya kwamba wacha mwili huu ukanyimwe nguvu ya chakula tu kidogo, ili yule roho amewekwa ndani yangu na Mungu akaweze kukula na akaweze kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio maana unaona kila masaa mwili inavinyilia roho, na mwili kivinyilia roho hatuwezi kupata mazao, hatuwezi kupata matunda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwili umevinyilia roho wa Mungu ndani ya mtu, hatuwezi kupata mazao na hatuwezi kupata matunda. Matunda ya roho yanakuanga aje? Yanakuanga yapi? Matunda ya roho huwa yanakuanga ni upole, unyenyekevu, uvumilivu. Haya unaposikia yakitajwa, haya ni matunda. Ni matunda ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati mwili umefinyilia roho wa Mungu ndani ya mtu, wakati mwili umefinyilia roho wa Mungu ndani ya mtu, haya matunda hayawezi kuzaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Haya matunda tukiexpect hayawezi kuzaliwa. Badala ya kuzaliwa matunda ya roho wa Mungu, basi sasa utaona yale matunda yatazaliwa pale ni matunda ya mwili. Na obvious matunda ya mwili yanakuwa ni matunda ya dunia. Wakati mwili unafinyilia roho, utapata ya kwamba vile roho ameshindwa kuzaa, mwili atazaa. Na mwili ukizaa, matunda yake yatakuwa magani? Matunda ya mwili, wakati mwili amezaa, matunda yake ni gani? Matunda yake ni haya. Matunda yake ni kunungunika, kufinyiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunungunika, kufinyiliwa, haya ndio yanakuanga matunda ya mwili. Unasikia magombano, hasira, kukasirika, uchungu ndani ya moyo. Haya ni matunda ya mwili, na matunda ya mwili hayatupeleki mahali popote. Matunda ya mwili hayawezi kutupeleka mahali popote. Matunda ya mwili hayawezi kutusalia uhai. Matunda ya mwili hayawezi kutusalia uzima. Sasa hebu angalia sasa katika maishani mwako. Hebu angalia katika maishani mwako. Matunda gani yanapenda kusaliwa sana katika maisha yako? Wewe kama Mkristo, you as a Christian, ni matunda gani upenda kusaliwa? Kwa huu mti sasa unakuwa ndani yako, matunda gani? Unakuanga na hasira, unaishi kwa uchungu, unaishi kwa kunungunika, unaishi kwa kukasirika, unaishi kwa kunungunika, unaishi kwa kusikia uchungu, unaishi kwa hasira. Basi haya tumepata ya kwamba ni matunda ya mwili na ni matunda ya kidunia.
basi hayana uhai na ndani yake hayana uzima. Lakini wakati tunafinya mwili huu, tunafinya huu mwili, wakati tumefinya mwili ili tukaweze kupata kutoka kwa Roho wa Mungu, Roho wa Mungu anafurahi, Roho Mtakatifu anafurahi. Sasa kama siku ya leo wewe unafikiria mbingu haijafurahi? Siku ya leo vile tuko hapa dakika hii, leo ni Wednesday. Hii ni masaa ya mida saa 7. Sasa hii watu wamesafanyishwa kipindi cha kwanza, first half. Wale wameachiliwa, wamesafanyishwa kazi bila mchezo. First half. Maana ameruhusiwa sasa hivi aende lunch. Ulimwengu imemshika hivi, namwambia lazima ututengenezee hizi mamilioni. Lazima ututengenezee hizi mabilioni. Ulimwengu imemshika hivi, anatoa chanzo na kuna mtu amesimama nyuma yake, anamwambia kwa nini unafanya polepole? Ataingia kipindi kingine ya kuanzia mida ya saa 8 kwenda juu. Ulimwengu ikimkamua nguvu ya mwili imwache hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Imwache akiwa ana chochote. Basi inapofika masaa ya jioni, mtu kuelekea kwake ni amechoka, amechoshwa. Ile nguvu alikuwa nayo ana. Na sasa hapo Mungu wake achapata nafasi mahali. Lakini ulimwengu imepata masaa 8 ya kutumikiwa vizuri sana na kutengenezewa pesa, wanasichukua wanaweka kwa mifuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Lamentation chapter 5 as from verse 1. Inasema wale mahuka wetu walitutangulia, walitenda dhambi mbele za macho ya Mungu na wakaondoka wakaenda, na sasa hawapo. Wameacha sisi tukiripia dhambi zao, wameacha sisi tukiripia madeni zao za kiroho. Walikuwa kwa vikundi na vikao za kiukoo, wakakubaliana watakuwa wanachinja, wakakubaliana watakuwa wanaleta watu pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakubaliana watakuwa wanakuja kwa hiyo madhabahu na wanafanya ibada ya kuchinja. Lakini waliposhindwa wakaondoka wakatuachia deni. Na ndio maana unaona kisasi hiki, ili mtu akaweze kupata lazima ng'ang'ane sana. Ili mtu akaweze kupata lazima hangaike sana. Na ndio maana unaona katika kisasi hiki mtu anatafuta, anawekanisha. Ikifika kiwango fulani, kitu kinatokezea from nowhere, kinapangua ile ametafuta yote, hivi anabaki zero. Maybe mtu anakuwa mgonjwa katika hii familia, na huyu ndiye peke yake ako macho kwa hiyo familia. Inabidi achukue zile amewekaniza, inabidi achukue ili akaweze kulipa bili hiyo ya hospitali. For example, alikuwa amejaribu kufanya kabia sana, ameachiliwa, amejaribu kuongeza kuweka, tumefika kama 20,000. Mtu anaoncheka kwa hiyo familia na anaambiwa bili ni hii. Kila mmoja anajaribu kuliswa, wanasema wacha tuuse shamba. Anasema badala ya kuuza shamba, wacha nilete ile niko nayo. Na bili inahitajika 18,000. Sote zinakwenda, anaachiwa 2,000, anaanza tena. Wakati ameweka, sikifika tena kama 10,000, mtu katika familia yao anakamatwa. Maskari wanataka 5,000. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu wasionekani na macho. Na mimi ninawahubiria, nawaambia dini ndio inafaa, sio dini. Wakinifumbulia Biblia na mimi ninajisupport na verses, nimeshika 2-3 za Biblia, wanasema huyu naye tunamweza. Sasa ikawa wameachana na mimi, lakini nakunywa kidogo tu, nakunywa ile kidogo ya kulewa, si ya kupigana na kutukana watu, ya kulewa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Basi siku moja Yesu akanitokezea. Kaniambia ninakutaka. Ananitokezea niko kwa dini. Hata hivyo nilikuwa naenda hii church kwa Katoliki kwa hapa hivi. Hii kwa hapa. Niko na msalaba hii. Niko pale hadi anaendelea kuhubiri. Profesa ni mahali nimekaa, nikaona mtu amekuja na akanyagi chini, anatembea kwa hewa hivi. Amevaa nguo kama mawingu inafanya hivi. Uso amejaa mwangaza. Akicha kutoka pale mbali huwezi kumuona maana ni mwangaza, utaona kama ni taa tu. Lakini wakati anafika katikati mwangaza inaisha unaona ni uso wake. Akaniita kwa jina akaniambia ninakutaka. Kuangalia vizuri. Kamuuliza wewe nani? Akaniambia mimi ni Yesu. Sasa ikiwa wewe ni Yesu, mimi niko kwa church hapa, niko kwa church, unanitaka? Akaniambia nataka uende kufanya kazi yako. Na uelewe ya kwamba nilikuwa kijana hivi nimemaliza shule. Nilikuwa nasema siku moja nikipata pesa nitaenda Kitui niwe mganga. Ama niende nitafute dawa nyingine very powerful. Nikikuja nifike kwetu in the village, niue wachawi wote. Hiyo dawa itaifanya ite wachawi wote wakikuja hapa ni wamalize wote hivyo wakufe. Niona uchungu na wao sana. Wote ni wamalize in the village, wote chini. So Yesu alikuja akatokezea akaniambia nakutaka. Kaambia twende wapi? Ufanye kazi yako. Aje. Usimame na watu wako wasikufe. Nikacheka aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasumbuana akaenda hatukuelewana, akakucha akatokezea kwa hii mlango anasaidia hapo hivi. Mlango akasimama kwa mlango hivi. Akiangalia, akiniangalia, utakuja twende ama twende. Akiongea hata kutoka kwa mlango mimi namsikia. Sasa mimi na expect ya wako tuko na wao wanamuona. Lakini hauoni. Hawamuoni wanaendelea shughuli zao hivi. Basi akawa anaambia kwa kila nikiwa najaribu kwenda hapo, lazima akuja. Niambia toka hapa twende. Toka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ilikuwa inafuata tena nikakuja. Sikutoka bila alisema. Tena nimeingia zile bado ameanza kuhubiri sasa. Alipokuja akasimama na mimi hapo niongelesha, aliniangalia akiwa amekasirika. Nikasirika na uso hivi. Kwa vile alikuwa ananiangalia akiwa amekasirika, nikaanza kuchukua. Na niko na Biblia, mkono nachukua. Na si hivi. Si ile ya kusikia kakitu nikautamu unachukua hivi. Ile ya kuchukua unasikia kama ni pilipili zimewekwa kwa mwili unajiwaza. Ukichukuna hii inawaka. Ukichukuna hii mgongo inawaka. Tumbo. Mama tulikuwa tunakaa naye akaniambia, "Excuse me. Wewe ni mgonjwa?" Kama angalia na hasira na unaniongezea nini sasa? Kabeba Biblia yangu nilikuwa na niko Catholic lakini nimenunua Biblia. Nilikuwa napenda kwenda Sunday na Biblia nashika hivi. Siku moja nilikuwa naishi Botera. Pale mwisho karibu Mount Giroli pale hizo ni basi kwa hapo hivi. Sasa siku moja nikikuja nimefika hapa katikati ya kachakisho nikako hivi na hivi. Barabara ilikuwa imeharibika, nikikuja na Biblia hiyo safi hivi. Nikachukua na kiatu. Biblia ikaanguka. Mama mwingine alikuwa anatoka mbele akaniambia, "Oh, pastor pole." Nikaichukua nikaanza kwenda. Pepo ndani yangu ikaanza kuongea nasema, "Angalia ujinga sasa. Wewe umekuwa pastor hivi. Angalia ujinga unakuwa nayo. Sasa wewe unabeba Biblia angalia. Hapo unagusa Biblia kwa barabara. Wewe ni pastor tangulia." Hiyo wiki nikaacha Biblia kwa nyuma. Sikukuja nayo. Sasa hiyo wiki nyingine ndio nilikuja nayo. Wakati Yesu alitokea hivyo tena wiki ya pili. Nikaanza kuchukua. Mama ananiuliza wewe ni mgonjwa, nikabeba Biblia yangu hivi. Pole hivyo. Nikaendelea kuhubiri. Kainama hivi nikatoka. Alipoona nimeamka. Nimeanza kukuja akaanza kwenda nikatoka nyuma yake.
Tukakuja na yeye. Kafika kwa hii gate hiyo na kubwa ya ili chachi ilikuwa hapo hiyo gate hapo. Kaniangalia akasmile akapotea. Mimi siku smile nikakasirika ameniondoa katikati ya chachi sasa. Kabla kaji hapo kapita kwa flower juu kaenda kwa nyumba nikaingia nikalala. Kapiga magoti nikamwambia kuna siku nyingine nitaenda chachi. Kama hivi ndivyo umeamua kunisumbua, wacha nikae kwa nyumba. Mwambie nilikuwa nafuata nikaambiwa siende chachi ya wokovu. Nilipoenda chachi ya wokovu nikaona watu wanaimba, watu wanaruka, watu wanaomba mpaka analia. Nikaona mimi ndio peke yake mchinga. Mimi ndio sijui chochote. Mpaka wakatoto mama kama macho kana baba kwa jina la Yesu. Nikiangalia mimi sijui chochote. Lakini nilisikia vizuri. Kutoka hapo nikaanza kwenda chachi za wokovu. Kaokoka. Nikamwambia basi nimekubali nilikuwa nataka. Sasa niruhusu tu nikae hapo nyuma. Nikae hapo chachi kwa nyuma. Alafu kama ili ulikuwa unaniambia nitakutumikia, nenda niulize ule mchungaji kama ataniruhusu niwe nikiosha ile chachi na kubamba viti. Akaniambia not that. Sio hiyo. Kamuuliza basi ni gani? Kaniambia utasimama uhubiri. Kasema sasa hapa ndio kazi tena. Aje sasa nikaanza kuimagine vile wahubiri wanasimamanga ile wanahubiri haleluya. Hiyo ni mimi nimekaa kwa nyumba sasa najaribu kuangalia vitu. Bwana Yesu asifiwe. Natoka kwa andika chini. Kasema Mungu sasa hii ni kazi gani sasa? Sasa hii nitawezaje? Acha mimi. Nikatoka hapo nikaona siku nyingine nikiwa Kikomba. Nikaona kama mama kingine alikuwa hapo ameshika Biblia hivi. Wapendwa, Yesu anaweza. Na sasa Yesu amekuja. Anasema hivi ya kwamba okoke. Sasa nikaleta tu video twingi kwa akili yangu nikaangalia wacha nione hii ananiambia wahubiri wanahubiri aje. Nikaona kitu kigumu. Nikamwambia sijakubali. Kaniuliza swali. Tulikuwa tunaongea hivi. Akaniambia ni wewe ndio umeniambia nikuite ama mimi ndio nimekuita? Nikamwambia ni wewe umeniita. Basi. Jua ni mimi nimekuita. Unasimama uongee. Mimi sijui Kiswahili. Najua kadogo tu kale napitia. Kaniambia story ya kuongea waachana nayo. Mimi ndio fanya mtu anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia umekubali kazi yako. Kamwambia nipatie muda. Nifikirie. Na hiyo kila siku asubuhi, mchana, jioni akili zangu sasa zinasumbuka. Mimi najaribu kupiga hesabu ile watu wanapiga makelele mpaka mtu koe inakauka. Sasa nitawezaje hii kitu? Sasa ninaumia sana. Ninaendaje kusimama mbele za watu hii naona kama ni kubayuka. Hii mwenda wazimu itakujaje ndani yangu nisimame nianza inanisumbua ndani yangu. Siku 2-3 nilikuwa nafanya kazi wakati niko kazini siongei na mtu. Nikikumbuka hiyo kitu tu hivi. Sasa mimi ndio nimesimama. Ambia watu haleluya. Sasa akanikujia baada ya siku 3 akaniambia muda nilikupatia umeisha. Nikamwambia sawa, unataka aje sasa? Hivyo vile nilisema sawa, unataka aje? Nikajiona si kulala, sio kuota. Nikajiona nimechukuliwa hivi ni kama dream. Yaani nimekaa kwa kiti. Hivyo kafikishwa kwa makaburi. Nikaambiwa unaona hizi ni makaburi zimejaa. Kasema kwa nini? Kaniambia unaona huyu msalaba pale anagusa. Naona mshana angekufa. Kama angepata mtu wa kusimama naye. Naona huyu mwanaume amelala huyu angekufa. Usiona jina lake tu kama angepata mtu wa kusimama naye. Naona huyu mwanamke
angekufa huyo mwanamke mwingine huyo angekufa. So ni kwa sababu alikosekana mtu wa kusimama na yeye. That's why wale waliokuwa wanamfuata, wale walikuwa wanamtafuta, walimsidi nguvu. Ndio maana unaona hapo kwa kaburi. Lakini akalipata mtu tu asimame na yeye. Kamuliza ache sasa mtu asimame na yeye. Kalemea angepata na mtu tu ndio asimame na yeye akupe. Angekufa. Nikamwambia are you serious? Hivi mtu amwambia angekufa. Kalemea ndio. Tukatoka kwa hiyo makaburi nimechapa. Nikasema kama ni hivyo nimekubali kazi yako. Kama ni hivyo nimekubali kazi yako. Hivyo nakuja nikiwa nachemuka. Sasa niko kwa kiti nastuka. Stuka kwa kiti nimekazimika. Nikajua kwamba watu wanakufa kwa sababu hakuna mtu wa kusimama na wao. Kukiwa kuna mtu asimama aseme na watakufa basi. Kutoka hapo nikasema Yesu niko hapa, wacha niende. Roho Mtakatifu niko hapa, wacha niende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana unaniona hapa siku ya leo. Ndio maana unaniona hapa. Nilipochomoka kwetu, area ya kwetu warogi, wachawi wako. Na huwa wanafanyanga meetings zao usiku. Wanakaa hivi vile umekaa, wakidiscuss Daudi nani anakufa. Wapo. Sasa hiyo wakati nimefanya hiyo uamuzi, hizi habari zikafika kwetu. Mama yangu akaambiwa, baba yangu kijana ameokoka. Kijana sasa ametoka kwa dini. Tumesikia mpaka ameanza kuhubiri. Sasa kukawa kila mmoja amegoroki kwa akili. Kila mmoja hataki kuniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi warogi nao wakakaa chini. Wakakaa kikao chao chini. Bibi yangu alikuwa na mimba, alikuwa amejifungua. Aka kijana kanaitwa Benja. Hiyo siku ya kujifungua, mama alipitia, kamtoto kanakuja hata kabunguni. Apricot na whatever hivyo ilitoka ikafunga mtoto kama kamba kwa shingo ikachana. Sasa mama kutoa mtoto akaambiwa, huyu ni 50-50. Awe ama asiwe. Kutoanisha hivyo na usiku mama akaenda kujifungua, mimi usiku wote sikulala, niliacha kitanda. Nakuja hapo siku nikampiga magoti chini. Usiku wote namlilia Mungu namwambia, huyu mtoto lazima azaliwe. Huyu mtoto lazima azaliwe akiwa hai. Huyu mtoto lazima azaliwe kwa jina lako Yesu. Sio kwa nguvu za mwingine. Nikakumbuka aliniambia mtu akisimama mtu hawezi kufa. Mtoto lazima azaliwe. Mtoto akazaliwa. Akiwa hivi, anaendelea kumwambia, hata mama usiweke hope. Akamtoa zile apricot hiyo kwa shingo hiyo. Kuweka hapo. Kuinamisha mtoto kumpiga hivi akalia. Wakasema, congratulations. Kaitwa kama mtoto kijana. Tukakaa siku moja hapa Makadara tu. Siku ya pili nikamtoa tukakuja kwa nyumba. Vile nimemtoa tumekuja kwa nyumba, hakuna mtu tumeambia kwamba tumepata mtoto. Hakuna mtu tumeambia tumepata mtoto na tumepata mtoto mgani. Nikapata message kwa simu. Imeandika hivi. Tumefika kwa nyumba nimekaa tu. Mama ameingia kulala. Simu ikalia kuangalia message. Message ya kusoma. Imeandikiwa unalinga sana ndio umezaa mtoto kijana. Huyo mtoto umezaa mfulana tutakula. Na chakula hiki. Kwa hivyo usiweke hope sana. Na hiyo bila ameandika hivi inachanganya na Kiswahili ile iko broken. Kizungu ndani hiyo. Mali wanashindwa Kiswahili ama Kizungu wanaandika Kikizii. Ninajua hii message imetoka kwa Wakizii. Pale chini wakaniambia sisi ni wachawi. Na sasa hiyo usiku saa 6 tuko meeting tumekaa. Tuna discuss juu ya mtoto vile tunafanya na vile tunakula. Nami siku 6. Uoga iliondoka. Nikachukua simu immediately. Hivyo. Nikapiga hiyo namba. Nikaanza kulia.
Nikachukua. Halo? Na ni mwanamke. Ndiye amechukua. Halo? Nikamwambia halo. Kamuuliza habari yako. Kaniambia vizuri. Nikamuuliza mpaka sasa hivi unavumua hujakufa. Akaniambia kwa nini umeniambia vibaya hivi? Akaniambia huyu ameniambia vibaya sana. Akakata simu. Nimrudia mara mbili. Yaani unapumua bado hujakufa. Haleluya. Hiyo simu ikaenda mteja kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuacha, wakaweka meeting nyingine, wakasema huyu kijana anacheza na sisi hatujaichezewa. Tutakufanya muoroki. Hata okota makaratasi kwa barabara. Ndio atajua sisi na sisi si wachache. Wakakaa meeting yao wakafanya. Hiyo ndio wakati nilikuwa ninaenda Kisii. Nilikuwa naenda 1 week. Sijui wamechuaje. Nikafika kwangu, nikaingia, nikafungua, nikaweka bagi hapo, nikaingia mahali naombeanga, nikasimama nikaomba. Nikasikia Roho Mtakatifu akiniambia hapa ndio umekuja siku nzuri. Kuna watu wengi wanakujia lakini wamewekewa kamba hivi. Kanaambia unaona kuna tafutwa. Lakini unaona vile kuko hivi. Hiyo kamba nimekuwekea. Hawawezi kukufikia. Mimi nikamaliza. Nikakuja nikasalimia mama yangu. Salimia mama yangu, nikaenda kuombea watu. Karudi jioni. Kumbe kuna mwanamke mmoja ametumwa mama. Anamuita auntie. Akakuja kamia mama yangu. Siku hizi marogi wanasema niliambiwa nikuje nikwambie mtu mwingine alinituma. Mimi anahudumia kijana yako. Wanasema ya kwamba wanataka kumfanya mwendawasimu. Lakini mimi nimehurumia watoto wake vile wako wadogo. Kama akasidi akapenda baba yake kwa mwendawasimu. Sasa mama akajawa na uoga, baridi. Mimi nikikuja jioni nimemaliza kuombea watu. Saa 4 chakula kimekuwa baridi. Mama yangu na huyu Angela anakuanga hapa. Mama hapo chini hapo sidi wameshika hivi. Kaambia chakula ndio nguvu imewaisia. Eti wanawacha, unajua pale nyumbani wanapendanga wakati kuna kitu wanawachama ukule ndio wakuelezea. Wakikuelezea kama hujakula, utakula. Sasa wakaacha nikakula. Nikasema leta chai. Kabeba chai nikakunywa. Ndio walianza kuniambia unajua mnaendelea. Unafurahia hii kuombea watu wako. Unajua ni nini inaendelea? Nikamwambia mimi ninajua ni nini inaendelea. Basi kama unajua unapendaka kuchipanya kimbelembele na kielele. Kama unajua tuambie ni nini inaendelea. Nikamwambia ninajua. Ninajua kile kinaendelea. That's why nimekuwa nimeshiba nimekunywa mpaka chai. Eti umechua ni nini inaendelea tuelezee. Nikamwambia hivi. Kile kinaendelea ni hiki, najua natafutwa. Najua natafutwa na warogi na wachawi wako na mpango mbaya sana juu yangu. So, na ninawachua mpaka na China wote. Kwa hivyo I destroy. Sasa ni mimi natafutwa. Ni nini wasumbua nyinyi ya mjalala mpaka sasa hivi? Hapana. Sio ni uoga, tunasikia uoga. Sasa hiki kitu tunaona ni dili. Na nikamwambia ni dili lakini hawaliwezi. Mimi siko mahali pale walikuwa wanabatanga watu. Nyinyi ingieni mlale. Mpumzike na mkule, wacheni uoga. Mimi natafuta sio nyinyi. Na ninaenda kulala kwangu peke yangu na pita hapa hivi niende hivyo nilale kwangu peke yangu. Si wakuje basi kunichukua. Kama wana uwezo si wakuje. Bwana Yesu na wewe si. Mama akasema, sikuwahi jua nilisaa kwenda wazimu. Sikuwahi jua. Mimi sikuwahi jua kama wewe unakuanga hivi. Ni kitu gani ilikuingia? Usituke. Nikamwambia mama nisituke kwa nini? Nisituke kwa sababu ya hawa. Hawa hawezi kunifanya nisituke hata kidogo. Basi. Kaenda nikalala nikaamka asubuhi wananiangalia niko sawa. Wanafikiria nitakuja nikiwa na kukata makaratasi kutoka kwangu nikikuja niko sawa. Asubuhi na wauliza chai kwa wapi nikunywe. Kwanza hiyo asubuhi pikipiki ndio imekuja hapo nje kunichukua niende kuombea mgonjwa mahali fulani bali sana. Naenda na nikarudi. Siku zangu zikaisha hapo nikiombea watu nikamwambia mama,
nipatie tu na nipatie narudi Nairobi. Wanaendelea kuniangalia hivi kama nitakuwa chizi nani. Mpaka leo. Sasa hiyo grupu yote kageuka akasema huu ni mrogi mbaya sana. Huu ni mchawi mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hakuna kitu kile kilikuja ndani yangu kama hiki. Ya kwamba Yesu akuokoe, Yesu akukomboe, Yesu akuje ndani yako. Ya kwamba yani uwe chief, eti wewe utashikwa na tu vitu. Labda nyinyi mumkubalie ama amewatuma. Inaweza kuwa na wakanyaga na wakasirika na wakasisa. Umetumwa. Hamjatumwa? Hamukutumwa? Hebu kumbuka vile ulilala usiku, ulitumwa? Ulipokumbuka unakuja wale kulea, ulitumwa? Etiendo tushikie ule mchungaji, ukienda muangalie hivi. Na jicho moja hivi tukushikie. Mimi ni kushikwa na jicho moja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nishike na jicho moja. Nakwambia fungua hiyo nyingine. Kama nataka kuwa powerful. Haleluya. Hii ni upuzi kabisa. Eti kwa hiyo ndio mimi ninaamini. Hapa ni kwa baba yetu, hapa ni kwa Yesu, hapa ni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Shetani ana uwezo wowote. Hana uwezo hata kidogo. Atungoje kwake kama tu hapo kusimu hapo kwake. Na sisi hatuendaki kumsalimia kwake huko. Tunaendanga hapo wakati tumetumwa kwamba ameshika mtu, enda mlete yule mtu. Hatuendi kwake kumsalimia hapo. No. Tuko na baba yetu na tuko na kwetu. Bwana anapewe sifa. So, ndio maana ninakwambia kwamba kama huwezi kufanya uamuzi. Mimi Yesu alipokuja hivyo tukaongea tukazungumza, akanielezea vile kuko na mimi nikakuwa sasa kutoka hapa nikawa flexible. Nikakubali kasi ya baba yetu. Nikakubali akaniambia sasa twende. Twende usimame na watu wako. Twende usimame na watu wako kwa siku. Twende. Niko mchanga hivyo. Nimehubiri 3 years mama mwingine anakuwa mshirika wetu hapa. Alikuwa wakati huo devil worshiper. Wacha Illuminati tumekuja tu sione kutoka tupigina mimi. Alikuwa devil worshiper huyo mama. Na amefanya kazi kwa shetani. Kwa devil worship. Anataka kutoka. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu wakati alikuwa anataka kutoka, shetani akamwambia hivi. Shetani mwenyewe akamwambia, mwanamke, unataka kuniacha mimi siachua mimi. Nimekupatia enda duniani. Enda duniani tu, nimekupatia 13 months. 13 months. Hiyo ni mwaka mmoja na mwezi mmoja. Haleluya. Akaambiwa enda utafute duniani. Uone kama utapata mtu wa kukutoa kitu nilikuweka. Enda. Ukipata mtu wa kutoe, nakupigia saluti. Shetani anamwambia. Ama si ameachiliwa kutoka baharini, sasa akikucha. Kila chachi anasikia kwa powerful anaingia ili asaidike wapi. Akienda sasa ameingia kwa mranga anaingia mwanamke wa kwa baharini anamchua. Wale wanafanya kazi na wanamtokezea na mwambia, "You are wasting your time. Hii umekuja ni mbali. Hapa ni kwetu huko. Uangalia. Swali ni maache tu wakubali ule nani. Uangalia mchungaji bila tamani. Hapa ni kwetu. Anakufa moyo, anatoka kabla ibada chaisha. Anaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaenda kwa chachi nyingine. Akaenda kwa waombaji au nasikia wanaomba, wengine wa misuma. Wengine akamtoa nguo akamwosha na maji moto. Hiyo masaa anajaribu kumfanyia hivi amtoe huko. Ule mwenye ako na nguvu kidogo atapigwa mpaka anguke chini. Ule mwenye ana nguvu wanasimama hapo wanamchekelea wanamwambia wewe ndio angalia. Akatembea wapasta wengi hapo. Sandola akaenda kwa pasta mwingine mama hapo. Kama nini kitu dogo takutoa kucha. Kamwambia leta nguo yako niombe kabisa, uwake moto. Utatoka hapo. Akaamka usiku saa 9. Ndio shetani anafanya kazi niombe hii nguo. Akaamka saa 9 niaje kwa naka amelala. Huyu mwanamke ni mchungaji. Nashika hiyo nguo shike ile. Never Jesus. Akasikia kwa nyumba yake. Kimutu kikasimama mbele yake. Kapigwa sana. Mama akapiga nduru bwana akaamka. Ni nini?
Nipigie huyo mama simu saa 11 asubuhi na mwambie tafadhali panda gari sasa hivi kuchie nguo yako, sitaki mambo mengi. Bwana hizo ziwe sana. So alikuwa kwa kila mchungaji akienda hivi, wewe unataka kumwekea mkono na kimbelembele, the name of Jesus, wewe ndio unaanguka. Hivyo badala yeye nguvu za shetani shishi, iwe nguvu na nguvu za Mungu waanguke, wasema wacha waende. Wewe ndio unaanza. Hasa kutoa pofu na nguvu. Yaani eti yeye ako na nguvu kukuliko. Bwana Yesu asifiwe. Akapita, miezi inaendelea kuenda na anaendelea kusikia uoga ndani yake. Miezi inaendelea kukatika. Akirudishwa pale atatoa pale zinazungumza sana. Siku moja akapatana na msichana mwingine alikuwa anakuja church. Bali alikuwa anahubiri pale sasa. Niko ya ndio kusitamea. Sunday ya asubuhi akakuja, alikuwa na watoto wake. Alikuwa peke yake. Mwanzo akapata ninaweka keyboard machine hapo na kutengeneza microphone. Akasimama kwa mlango ya kuingia kwa hiyo church. Akaangalia na usuri. Ndio kabijana nimeambiwa kwa mchungaji. Kabijana na wenyewe hapa. Sikatabiwa hapa sasa. Kalale hospitali. Sababu mwenye alikuwa anajaribu kumwombea. Ukibongo na lala hospitali zaidi ya miezi 3. Kwa wote. Sasa akafanya. Kijana ya wenyewe sasa atapiwa. Alale kwa wote. Sasa haidhuru. Wacha niingie basi. Kibiwa apigwe. Sitaki kujua. Bwana Yesu asifiwe. Vile anaingia kwa chachi hivi, anapita mlango hivi, ajui vile kulienda. Mimi niko pale naendelea shughuli zangu. Ajui vile kulimwendea. Aliona malaika ametokezea kwa madhabahu. Na anakuja speed. Amebeba chuma inawaka moto. Kisha msumari hivi kwa chiko. Inakwamba inadhani hadi. Basi chuma kama hiyo kwa madhabahu. Aliona moto unawaka kwa madhabahu hivi, chuma ikachomolewa hivi na malaika. Akakuja hivi akanamngojelea kwa mlango, bila anaingia kwa mlango ya chachi hivi. Bila anaingia akaona ule malaika amemweka branding. Yule unaanga ng'ombe na banywa branding, moshi inaamuka. Akafanywa branding kwa uso. Na ile chuma karibu apige nduru. Akaingia kanisani lakini anatetemeka hivi. Mimi nashangaa naendelea kuhubiri lakini mtu anaendelea kufanya hivi. Sasa juzi ndiye aliniambia, "Unaona kwa nini nilikuwa nafanyanga hivi?" Kwa sababu hapa kulikuwa wazi. Shimo ilikuwa hapa vile nilichoma msalaba hivi na hivi. Shimo ilikuwa wazi sasa. Maji ilikuwa inamwagika hivi na damu. Sasa ndio nilikuwa nabangusa. Nilikuwa nafikiria kama watu wananiona vile niko uso umepanuka hivi. Hivi umepanuka hivi msalaba hivi. Shimo kubwa hivi na hivi. Basi kafika masaa ya kuomba. Kabia watu wale mko na mahitaji unataka kuombewa, sikuja hapa mbele. Yeye ndiye alikuja wa kwanza akasimama. Sisi wengine wanakuja akasema in the name of Jesus. Akafura, akatoka mama, kabadilika mwanaume. Wale wanapiganaga wrestling, nyama zinafura hivi. Akafanyia maji, nikamwambia hata ufure stili ya hapo. Wewe ni kule na wewe ni fumbi tu. Akarudi nao akaniangalia. Umesema rudia vile umesema, nikamwambia kwani wewe kadani. Kacheka akaniambia kichako. Yale tu ya kuongea mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Nami nikanyosha mkono nikamwambia I'm too young. If I'm too young, basi enda na hii. Alipigwa chini. Kama anatabika. Anatabika. Mama wa wenyewe anatabika hivi, anatabika nyama kubwa sana. Damu nyingi ya mwana. Akaba akasema, Mungu akakabula hiyo rafiki akasema, Mungu nisaidia Mungu abariki. Sisi tukafikiria niko. Tukapiga nyama. Tukafikiria ametabika moyo ama bahili ama figo. Akakombolewa si start time mpaka kufika wakati huu.
Mimi ninawaambia hivi dada zangu na ndugu yangu, ya kwamba nyumba ya baba yetu iko na nguvu. Haleluya. Nyumba ya baba yetu, hii nyumba ya Mwenyezi Mungu iko na nguvu. Hii nyumba ya Mwenyezi Mungu iko na uwezo, iko na mamlaka kwa jina la Yesu. Hakuna vile shetani alishindwa na Yesu anaweza kuja alitawale kanisa la Yesu. Nimekataa na nimeapa kwa jina la Yesu. Hakuna vile shetani atakuja alitawale kanisa la Yesu. Eti alitawale kanisa la Yesu yeye sasa ndio yuko bali. Nimekataa. Hata tu wakati tunaishi hivi tuko hivi, hakuna siku atalitawala kanisa la Yesu, lakini kanisa la Yesu litamtawala. Apende asipende, atapanga na Yesu atapangua, atajenga na Yesu atapomoa, atafunga na Yesu atafungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Atachukua peleka mpaka kwake na Yesu atakujia mpaka itoe kwa tumbo yake. Ataingiza mkono atoe kwa tumbo yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya. Siku ile alikuwa anatufumba, tulikubaliana na yeye, maana tulikuwa chini yake, chini ya utawala wake. Ile siku alikuwa anatufumba, hakutaka akili zetu simuelewe Mungu, hakutaka mawazo yetu yakamjue Mungu vizuri, hakutaka tukajue ya kwamba he is powerless. Hakutaka tujue hivyo. Kila saa alikuwa anajaribu kututisha ya kwamba hata yeye ako na nguvu. Kwani wanapenda kusema hivyo? Nasikia kweli wakisema hivi hata na shetani anakuwa na nguvu. Nasikia watu wakisema kweli hivi. Ndio na shetani na yeye anakuwa na nguvu. Wacha nikwambie, hana nguvu kwa sababu Biblia inaniambia ya kwamba vizuri. Yesu mwana wa Mungu alipokuja na alipoenda kwake, Maria anaishike kuzimu, alipoenda kwake alimnyang'anya nguvu. Alitoa wapi nguvu? Hii ni ya kudanganya watu kwa sababu yeye ni muongo na ni mdanganyifu, anadanganya ya kwamba anakuanga nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alimnyang'anya nguvu. Akamnyang'anya kitu cha pili, mamlaka. Kitu cha tatu akamnyang'anya ufunguo. Akamwacha akiwa useless. Akamwacha akiwa hivyo. Akamwacha akiwa kule. Sasa hizi vitu zote unaona zinaamushwa, hizi vitu zote unaona wanaamusha, hizi vitu zote unaona zinainuliwa, hizi vitu zote unaona wanajificha ndani yake, hizi zote ni bure. Ni bure. Hata wakiinuka wafanyike kama mti mrefu hivyo, wenyewe wataanguka chini kwa sababu they are powerless. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuhubiria mchana, watakuhubiria usiku, wakwambie wao wako na nguvu, wakuje kukunyonga. Lakini masaa Yesu atakuja utaona wakitoroka. If they have power, kwa nini wanatoroka basi? Kwa nini wanatoroka? Bwana Yesu apewe sifa. Why watoroke kwa nini? Sio umesema eti hakuna mtu mwenye atakushinda, unapiga kifua. Unasema hakuna mtu atakushinda. Alafu mtu mwingine atokezea kutoka pale, uanze kusema ni nani huyo? Ni nani? Ni huyo. Waje niondoke kidogo. Wewe mjinga wewe kwenda huko wewe. Kwenda huko wewe ukienda. Kwenda huko mimi. Wewe enda huko sinilete. Ulikuwa unasema uko na nguvu, kwa nini unasema? Kwa nini unaondoka? Kwa nini unatoroka? Yesu apewe sifa. Haleluya. Na huyu Yesu ndiye tunayemtumikia. Ikiwa umemshika na umemwamini na umefanya uamuzi. Unajua kitu kinawasumbua, amejafanya uamuzi. Bado uko kwake, unataka uende ufanye kwake kidogo na unataka ukuje pande hii. Kama nyinyi wasichana, kufanya uamuzi ni kitu cha busara sana. Unajua ukifanya uamuzi huwezi kuongozwa. Lakini kwa sababu nyinyi mnapenda utongozwe kidogo, tena ukue kwa Yesu kidogo, hauwezi kumuona Yesu vizuri kikamilifu katika maisha yako. Maana ulimwengu iko na kutongozwa na kuletea vijana hapo, unaona haka nako kameingiaje. Haka bado uko kwa ulimwengu, unapenda ulimwengu na bado unapenda Mungu. Haiwezekani. Lazima uwe na msimamo, uchague msimamo. Uchague kama ni Kristo Yesu, uchague Kristo Yesu. Kama ni ulimwengu, wewe ndio tongozwa wako wengi wa kukutongoza. Wako wengi sana, mpaka mabwana za watu wengi wamechaa, mpaka chokora, mpaka mwenda wazimu anakuambia uko smart, ndio mwenda wazimu amevaa nguo 10, nakwambia madam uko smart, ndio mwenda. Utatongozwa na wengi ukijitolea vizuri hivi kutongozwa wengi. Makanga, machokora, mwenda wazimu, mabwana za watu, wasee wako na movie kwa kichwa,
Kinacheka kinasema na wewe mtoto uko vizuri. Tatongozwa sana. Ukipeana vizuri, ukijipeana uwe bidii kutongozwa duniani. Naye ukiama kutoka ulimwenguni useme ya kwamba hii story imekatika. Mtu anajaribu kukukuchia, unakuwa na msimamo mkali sana. Mwambie mimi sitaki uchinga. Sitaki uchinga. Umenionaje? Umeniona tabia ya wachinga au mnachezanga hivi? Kuna mtu anakuja pamoja yake anasema mimi sina shida na wewe. Mimi sina shida na wewe. Why? Kwa sababu uko na msimamo ndani yako, unajua kwamba mimi sina urafiki na ulimwengu. Ngoja sasa wewe wacha, hapana, nini nimeokoka. Mimi nimeokoka, wacha. Ulimwengu unajua kwamba wewe haunanga stamina, hauna miguu ya kusimama. Wokovu yako na yumba. Ndio umeokoka, naambia umeokoka na ukisimama. Hawezekani. Wale iko. Sisi wakati utakuwa hivi sasa, pata natuambia tukasia watu hivi tunaolewa na nani alikwambia unaenda kuolewa na mtu wa dunia? Ikiwa Mungu amekuona mahali yuko na akakuokoa, unaniambia kwamba ana uwezo wa kukupatia mume? Ana uwezo? Si hao wanaume ni wake. Na nyinyi wanawake nyinyi ni wake. Sasa ana uwezo wa kwenda kuchomolea mtu kimoja hivi akijawahi oa mahali, kimekaa muda mrefu hapo hivyo. Akileta akifungua akili kiasi kuona kai. Mimi niko na miaka ngapi sijaoa? Moja nitafute mtu. Hakuja kutafute. Ile shetani anadanganya akili zenu na mawazo yenu. Wakati utafanya uamuzi vizuri kutoka ndani ya moyo wako, hakuna mtu atajezea wokovu wako. Hakuna mtu atajezea wokovu wako. Naamka kuomba, na wakati unaamka kuomba umfanyie shetani mchezo. Hakuna hata FIFA. Hakuna hata mchezo mdogo hivi utafanyia shetani. So, wacha nikwambie siku ya leo, kile kitu kimefanya watu wameshindwa, yaani ako ndani ya wokovu, anatacha kwa kinywa chake ya kwamba I'm saved. I'm born again. Kile kinawasumbua watu wameshindwa ndani ya hiyo ni kwa sababu ya kutoamua. Imagine una kitu ya kufanya. Ulisema unaitwa nani? Winnie. Yaani Winnie una kitu ya kufanya, na ni siku unasikia watu wako chache na wanasema siendi huko leo, nimechoka. Siendi. Hujaamua. Wewe hujaamua. Kuna mwingine unakaa na yeye ndani mwenye anakufanya uchaamua. Lakini wakati umeamua na umemaanisha ndani ya wokovu wako, na hata wakati watu wengine hawana ibada kanisani na una kitu ya kufanya kwa nyumba, utachiona, utambata huyo mtu amekuja hivi pole anafika hapa hivi akipata nyumba ya Mungu imefunguliwa, ingia kanisani uone anatandika maombi. Amebeba mtoto, ameweka mtoto mgongo. Anatandika maombi hapo, anaomba anasema amen. Anarudi anaenda kwake, anaenda kungojelea. Sasa nyinyi mnangojelea kitu gani? Ilikuwa na Yesu asifiwe tena. Na mngojelea Mungu atokelezee wapi? Mathayo 7 mstari wa 7 inasemaje? Omba nanyi, tafuta nanyi, bisha nanyi. Sasa uko wapi? Tunapanga tatu, wewe uko wapi? Ama uchakuja kwa Mathayo? Umefika kwa Mathayo? Umefika? Kuna mtu amefika kwa Mathayo? Maana akifika kwa Mathayo utamwona anaingia anaanza kuomba. Akifika kwa Mathayo. Akitoka hapo kwa Mathayo hivyo anaanza kutafuta, maana ameambiwa afanye nini? Atafute. Maana ndio inakuwa step 2. Step 3 akifika hapo mahali anatafuta dhabisha. Na atafunguliwa, nasikia mlango ulinifungukia nikapata kibarua. Wewe unaonaje sasa? Where are you? Umefika kwa Mathayo? Hujaanza? Uko wapi? Wewe unanungunika eti Mungu hajakufanyia na hujafika kwa Mathayo. Ukifika kwa Mathayo na uelezewe vile unafaa kufanya. Kwa sababu ukiingia kwa Mathayo utaambiwa sasa umekuja unataka kuomba basi ingia uombe. Ukiingia uombe utatoka hapo kwa ndani ya Mungu atakwambia ndio utakuja. Kitafuta utafika hapo utapisha, ukipisha hivi utafunguliwa na kwambia si unaona? Sisi tunafanyanga hivyo kazi. Lakini wewe aje. Uko mahali hakuna chochote. Uko na mahali uonekane. Na ndio maana ninakusaidia siku ya leo. Inaweza hapa siku ya leo kunasongea maneno mengi na mambo mengi, lakini ngoja nikwambie siku ya leo. Naona jambo la muhimu ni kulisaidia kutoka kwa your heart.
wakati utadecide from your heart, hutaangalia mwingine kama ameokoka ama hajaokoka, hata kama mnatembea na yeye. Wewe mwenyewe unasimama, wewe mwenyewe unasimama kubeba mzigo ya wokovu wako. Amen. Wakati inarudia vizuri, wakati utafanya vizuri uamuzi ndani ya moyo wako. Amen. Wakati utafanya uamuzi vizuri ndani ya moyo wako ya kwamba mimi sasa nimeokoka, natamani sana na mimi ndani yangu kukua, natamani ndani yangu Roho Mtakatifu aishi. Utaangalia jirani yako ama rafiki yako ama wewe mwenyewe kutoka ndani yako unajisukuma kabisa kumtafuta Yesu, kumtafuta Mungu, kumtumikia Mungu, kumfanyia Mungu kazi. Wale watu wanakusarada, utasikia wanasema, leo siku hizi huyu si wewe. Umebadilika kabisa, huyu si wewe. Wakati utachipeana uingie kwa Yesu, wakati utachipeana uingie kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakubadilisha. Atakubadilisha kuongea. Roho Mtakatifu atakubadilisha kitabia. Atakubadilisha kimavazi. Utabaki ukivaa mavazi vile ulikuwa unavaa, hata ukikuwa uchi uchali, hata ukivaa tumbo katika kitofu kiko nje uchali, kwa sababu unaona wengine wa ulimwengu wanafaa, kifungua simu unapata wamefaa hivyo. Sasa unasema na wewe wacha ufae. Ukiulizwa unasema sio mimi mmoja peke yake. Lakini wakati umepeana sasa, umechipeana mwenyewe kwa Roho Mtakatifu, umechipeana mwenyewe kwa Yesu. Yesu mwenyewe atakuunda, atakutengeneza. Hata mavazi yenyewe ukifaa, unasikia watu wanapatiana mfano kwako decent. Nasikia nasema kwamba leo vile amefanya. Hata kama wewe ni msichana, unasikia wasichana wenzako wameanza kupeana mfano kwako, unasikia si uwe kama msichana wanani vile anafanya. Shida yako inakuanga gani? Why? Kwa sababu Roho Mtakatifu wa Mungu atakuunda na atakutengeneza. Ni maandiko inasema hivi. Kitabu cha Warome, the book of Romans chapter 12, as from verse 1. Inasema kwamba give your body to God as a living sacrifice. Praise the name of Jesus. Give your body to the Maker when ameumba. Ifanyike living sacrifice yenye hiyo sacrifice yenye takubalika. Lakini ndio huyo umefaa chini, si zingine mwili iko uchi hivi, surely nguo sandani zinaonekana. Sasa hata hiyo mwili ukiipeana itakubalika kama sacrifice. Ukijaribu kuinama hivi inakuja kwa mgongo yote. Nguo safi, suruali sandani, ndio hizo watu wanaona, watu wanajua. Wakikuona umevaa leo na kesho wakikuona anajua leo amevaa ile ya green. Hajavaa ile ya chana ya pink. Wanasijua, watu watazijua sio kunazo sote. Kwa sababu una dress careless. Kwa sababu kweli ikiwa umeokoka, wewe ukisimamishwa hapa na msichana wa ulimwengu asimamishwa hapa, msichana anakimbizana na ulimwengu bado, kutakuwa na tofauti. Msichana ule Yesu ameshika hivi, amembadilisha. Hiyo msichana anaanza kuwa kielelezo kwa wasichana wengine, kwa sababu mabadiliko inaanza na ndani. Wakati mabadiliko inaanza ndani ya moyo wa mtu na ndani ya roho ya mtu, huyo mtu hata kufaa kwake kwa nje, akijaribu kufaa vibaya anaona aibu. Akijaribu kufaa vibaya anaibika mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado wakati mtu wa ndani yako huyo mtu achaguswa hata kidogo, achatairiwa, ako mzima, lazima utafanya vile ulimwengu anafanya. Ulimwengu pale wanashuka, nywele zinafika hapa kwa mgongo hapa chini, na zimewekwa buru ama pinki. Na wewe unasema aja, nywele imekuja. Wewe utashona zingine sifike hapa. Nywele zako unatingiza hizo sina. Yaani wewe uko pale kwa kudesire mambo ya ulimwengu yanakuingia haraka na unayashika. Unakopi hayo mambo ya ulimwengu, unafanya exactly vile wanafanya. Exactly. Lakini hauwezi copy neno. Hauwezi copy style ya kimungu kutoka kwa Mungu ikaweza kukufaa na uifanye vile inafaa kufanywa, ili ufungue watu macho wa ulimwengu. Ufungue watu wa ulimwengu macho, wakikuangalia wanasema huyu mwanamke anakaaje? Yeye anakaa unique aje hivi kuliko wengine? Huyu msichana anakaaje unique hivi kuliko wasichana wengine? Kiasi kufuatilia unasikia wanamwambia huyo hachana na yeye, huyo msichana ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So your dressings, unasikianga ukihukumika ukifaa,
Wakisikia umeanza kuhukumika, sifai vizuri. In fact umeokoka. In fact Yesu ameanza kukaa ndani yako. Roho Mtakatifu ameanza kukaa ndani yako, ni anakuambia kwa angalia sasa. Angalia vile sasa hiyo unafaa utokezee kwa watu. For your information. Wacha nikwambie. Ulipata kukaya shosho yako ameolewa. Wacha nisungumze na wanawake sasa. Na wasichana. Mlipata shosho yenu ameolewa? Aliolewa. Sasa ukiangalia vizuri, wakati wa kina shosho walikuwa na faromi. Walikuwa na family skirt. Lakini si waliolewa. Kwa hivyo kuolewa si kuvaa miniskirt ama faromi. Uonyeshe ulimwengu na wewe sasa. Sasa na wewe unataka kwenda kama wao. Eti utafute mtu ni mtu unatafuta sasa. Acha nikwambie. Hiyo kitu ya kuolewa na kuoa inajificha ndani ya mtu. Unaweza fuata buibui, Waislamu si wanaolewa na amejifunika mpaka haonekani vizuri. Hiyo kitu ya kuolewa si mavazi. Mavazi wametengeneza kutoka baharini. Wanataka wakuexpose wewe. Wanataka Mungu wako akazike na wewe. Umefaa mbele ya ulimwengu wake. Unatembea uchi hivyo mchana yote taoni. Siwende hapo taoni uone sahi. Mgongo yote. Mgongo iko wazi, unaona bila anaendelea kusweti mgongo. Hivyo unaona. Jesus. Na huyu mwenye unaona anafanya hivi ni Christian. Muslim huwezi kuwapata wakifanya hivyo. Na ndio wanatengeneza hizo nguo. Wanajua kuna watu wanakuanga foolish. Those foolish people, they serve their God with their foolishness. So wanaendelea kufanya kitu ya kukufanya ufai. Mungu aendelea kukukasirikia. Hii kitu yenye imekuja kama neti ya black. Ilikuja wakifaa watu walikuwa wanafanya uoga, wakiaipika wanafaa nguo nyingine ndani skati, ndio anafanya hiyo kitu ya black. Ndani. Siku hizi unawapata kwa street ndio amefaa peke yake hiyo kitu. Peke yake afai nguo nyingine. Na sio Muislamu amevaa. Ni Christian amevaa. Unachekelewa. Amtabui nguo za kuvaa mbele za watu. Nguo za kuvaa ndio uende safari. Mpaka wengine ukienda kwa street unawapata wamevaa costumes. Costumes watu wanafanya nao swimming. Hiki kuchanganyika ni kitu kingine mbaya sana. Amevaa hizo nguo za kuswim ndio anatembea nazo kwa street. Jesus. Na ni Christian. Hizi madhehebu zingine huwezi kumuona akifanya. Hizo nguo zimekuja na utapata hapa ICD ndio wao ndio wanaziuza. Enda uangalie wao ndio wanaziuza. Lakini wao wanaziuza na hawawezi kufanya nini? Mbona hawawezi fanya? Usijiulize hivyo wewe. Mbona hawawezi fanya? Mumeama kabisa kwa mridi. Mtu anakuambia pastor mimi sina hata skati yenye nasafaa. Labda unifumilie tu kidogo pole pole nianze kutafuta pesa ya kununua skati. Mimi nguo zangu zote ni trouser. Hivi umeama completely. Na mchio kama wakati umefaa vizuri hivi kama mwanamke, kama msichana umefaa nguo za wasichana vizuri. Ujue vile mbingu ya Mungu inafurahi. Uko decent, uko respect, uko na respect. Ndio watu wanakuangalia hivyo wanafurahi, wanasmile, wanaangalia kama. Lakini enda ufanye zile zimekushika hivi watu wana ukiingia hapa na kuweka na kufunga leso. Waipike zaidi. Kukuonyesha kwamba vile ulikuja huku jua vile ulifanya. Huku jua vile ulikuwa unakuja hapa. Hata mamini skati. Hata hao mamini skati ndio wakianza kufungwa leso hapa. Vile nakuja na hizo nguo zake si uko na msichana wangu hapa Sunday alikuwa anashika kamera na amevaa kinguo kinapanda kinakuja hivi. Hivi kinakuja kinafika hapa kwa magoti hivi. Nikamwambia Asha, chukua hii leso. Mimi ndio nilipatia leso, chukua hii leso funga huko mshabi. Kusikiti mchungaji amesema afungwe leso. Alikimbia mpaka akabadilisha hiyo nguo akavaa nguo nyingine. Sio ni ujinga. Mtu anajua kitu anafanya. Umevaa nguo umesikia nguo umevaa haiko comfortable na wewe kwenda kanisani. Alafu sasa hivi umeambiwa faa vizuri, unaenda unavaa vizuri. So wacheni kufanya mchezo, wacheni kumjaribu Mungu wako. Wacha kumjaribu Mungu. Na sasa wacha kuwa na miili miwili ya kwamba wakati unaenda kanisani umevaa vizuri kwenda kikanisa. Tukikupata hapo weekdays. Huwezi kutafutisha na wale wanatafuta.
Wewe sitafundisha na wale wa kuinange. Umefaa nguo zimekushikilia, zimekuchora hivyo mpaka watu wanaanza kukuambia. Wanapitisha macho katikati ya watu wengi hivi, wanakuona ndio. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kwa sababu wanaona mtu mwenye akoledi market. Kama vile oka unaonaka wanausanga hivi, wako na kwinja, wako na njugu na nini. Mtu anasema nipatie hiyo kwa sababu siko diale, siko hapo karibu kununuliwa. Umechiweka karibu ununuliwe. Sasa nataka ununuliwe na ulimwengu na wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje? Vitu twingi tunatuangusha katika wokovu wetu. Vitu twingi tunasuilia Yesu hawezi kuja katika maisha yetu. Kwa hivyo ndio maana siku ya leo umekuja nikufundishe hivi ya kwamba ni vizuri kuamua. Ndio umesema mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana, nilipewa wokovu. Hiyo wokovu ni kitu kinaendelea kukua. Sio kitu kiliwekwa ndani yako kikua mekekae. Ni kitu, hiyo wokovu ni jambo linaendelea kukua, na linapoendelea kukua linakubadilisha. Hilo jambo linapoendelea kukua linakubadilisha mpaka unabadilika. Kama wewe umeolewa, bwana yako anaanza kusema mwanamke nimeona tofauti kwake. Vile alikuwa na hasira, anachibu na hasira. Siku hizi achibu hivyo. Siku hizi akasiriki sana hivyo, akikasirika anachibundua, anarudi. Lakini wewe hebu angalia wokovu yako. Nimebeba vitu kama hizo. Nimekuambia hivi, leo nilikuwa nakufundisha jinsi ya vile tunaweza kuamua roho yule Mungu ameweka ndani yetu na yeye akaweza kusaa matunda. Hajawahi saa matunda siku nyingi. Huyo roho ako ndani yetu hajawahi saa matunda siku nyingi. Nikakwambia kama unaishi maisha ya uchungu, maisha ya kukadhirika, maisha ya hasira, maisha ya kunungunika, bado unavinyilia huyu roho, unawacha mwili anasaa matunda yake haya nimetaja. Lakini wakati Roho Mtakatifu utampatia freedom, atasaa kuvumilia, atasaa upendo, atasaa furaha ndani yako, atasaa kunyenyekea. Sio kama hapa sasa naonanga wasichana wangu hapo. Unaweza kumbada kwa hapo na ameketi. Uchungaji ndio amekuja na ameketi na ameweka simu. Hizi vitu za kucheka. Shika. Pastor mpaka anafika hapa na mwambia, habari yako pastor? Unaendeleaje? Sure. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivyo ndivyo utapokea. Why? Kwa sababu ndani yako hakuna kunyenyekea. Ndani yako hakuna kushtuka. Ndani yako hakuna kuogopa. Ni nani wewe amekuja kwako? Nani? Hata kama si mchungaji, mtu mwingine amekuja hapo, ni mkubwa wako. Kile kitu ulikuwa unafanya unawacha. Unasimama. Unamsalimia. Lakini angalia ile kiburi iko kwa watoto sana. Unamwambia kuja nikutume. Nani? Mimi. Labda unichotee. Kiburi. Hiyo ni matunda ya ulimwengu, kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mnaonaje? Wokovu yako imebeba hizi vitu tunasema kweli? Wewe umeokoka juzi. Umesikia wokovu yako imebeba hizi vitu? Nasikia hizi vitu ni mbaya. Basi unajua tukikuja kwa Mungu lazima tukubali kujifundisha vile Mungu alivyo. Si sisi tumekubali kukuja? Ametulazimisha kukuja? Magigi. Ulilazimishwa kukuja huku. Nimekuwa ulilazimishwa kukuja huku. Sasa imagine usilazimishwe kukuja, wewe ukuje utake kubadilisha huku ukue vile unataka. Itawezekana? Si hapo mahali umeenda ndio itakubadilisha. Kwa hivyo vile umekuja ukiwa ready kubadilishwa ama umekuja ukiwa ready kubadilisha huku? Uko wapi? Uko tayari kubadilishwa ama wewe ni mgumu? Eti mimi kubadilika si hivi. Niona kijana mwingine anasimama hapa kwa church na anachukua meko na anasema mimi siwezi kuwa confused.
Unajua wakati unasema huwezi kuwa confused inamaanisha you are not ready for the change. Because you must be confused so that you can be changed. Praise the name of Jesus. Ama wewe ni mgumu unataka hali hapo ukikuja hapo kai kikwako hivyo watu wasiniguse. Usiniambie mambo. Niambie kirongi. Roho yangu itakuja hapa mwezi kunisuilia atakuja niabudu Mungu na roho. Yaani unataka kukucha ubadilishe huku badala huku kukubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaonaje? Ama mumeingia, nimeona mumeogopa, mumeingia wrong place. Nana ule mwingine anasema eti warogi alikwambia eti wamekuja wrong time. Sasa na nyinyi mlikuwa mnakuja huku kweli? Hiyo maneno yamezungumzwa mlikuwa mnakuja huku? Ama mlikuwa mnaingia kwingine? Mkasahau mkaingia huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndio mmekuja kutoka kwenu. Kila mmoja umekuja ukiwa ready ubadilishe. Mahali umeenda vibaya Mungu akubadilishe. Haleluya. Na akikubadilisha utabadilika, utakubali kubadilika. Amen. Sasa ndio maana umeambiwa wakati unakuja kanisani faa vizuri. Amen. Kama moso kama ili kanisa la Holy Word hapa sisi tunapenda praise. Sasa zingine tutakwambia tunakuja hapa tukwambie ruka chu na kakuu umefaa kama vile hapo kiruka chu yako. Utabelemu mtu. Hili kanisa tunapendanga kupiga magoti watu kuabudu. Na umevaa tungo twingine hivi kama mabawa ya vifaranga. Kana kai kama hizi wings za vifaranga. Unajua wings za vifaranga hata zifunikange mwili. Sina kaanga hivi tu. Sasa umevaa hivi kakitu kama ka wings ya kifaranga. Ukienda kupiga magoti hivi mgongo mpaka hapa. Na mgongo yako imechipuka huku. Hata nasema unakwanga na mgongo hivi kama rami. Kuna madoto. Sasa tumejiletea aibu nyingine haingekuwa. Lakini kama unajua kwamba ninaenda church, kama unavaa blouse kubwa, inafika hapa ile kinama ili kupiga magoti haitasonga. Basi kama umeona umevaa blouse unaipenda lakini imefika hapa, kwa nini usiende kanisani na leso? Ile masaa umeinama kuabudu Mungu wako, chifunge leso yako. Pelekawa wengine hawataona wale wapo hapa, lakini malaika huyu wako hapa hivi akiangalia umeweka mwili yote nje uchi. Itakuwa ni jambo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So, once unaenda kumwabudu Mungu wako, unajua kwamba akili zako ndani ya akili unajua kwamba ninaenda kuabudu nani? Ninaenda kuabudu Mungu. Dress vizuri. Ile nguo yenye huwezi kukusumbua. Ile itakupatia rawasi ya kuabudu Mungu wako. Inakupatia freedom ya kwenda mbele za Mungu hauna tatizo lolote lile. Amen. Kutoka hapo unakwambia unatoka hapo ukiwa umeshipa kuabudu Mungu. Utatoka hapo kuwa umeshipa kumtumikia Yesu. Utatoka hapo kuwa umeshipa kumuinua Yesu katika maishani mwako na kwa moyo wako. Amen. Haya maneno tunasema ni magumu. Unaonaje? Hizo ndio zile sehemu sasa tunataka tuanze kuzivinyilia kwa mwili ili roho apate nafasi ndani yetu. Amina. Na Roho Mtakatifu wa Mungu akipata ndani yetu sisi tutapata breakthrough. Tukipata breakthrough, kile chochote tunataka sikitatendeka. Na hicho tunataka kikitendeka sisi tutakuwa na testimony. Haleluya. Sasa mnaona mahali tumechifunga. Wakati shetani naye anasimama kukiremu, wakati malaika wamekuja kutupatia, wanasema hivi, huyu naye anakuanga na vitu zetu. Hiyo nguo anafaanga watu wamekaa hivi wameangaliana hivi, mmoja watu wamekaa wamekanisha mgongo hivi, mmoja ameangalia zaidi na mwingine ameangalia hivi. Malaika anauliza hiyo nguo ni ya nani? Si yetu. Naona hiyo nguo tumempatia watu wamekaa wameangalia, wamekaa wekanisha mgongo hivi, si ni yetu na mnasema mumbariki. Inawezekanaje mumbariki na kuna vitu zetu? Na yeye mwenyewe aliona hizo vitu za zingine, akachua akasema akabuza akanunua nguo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo karonia amefanya kama mshika yako hivyo. Hiyo tasitaka andika chini. Zinakaa kama neti. Lakini inaye usichoka kwa mwenda wazimu ufike hiyo kiwango. Hiyo kiandika chivuna hii chini zenye zimeraruliwa zimezeeka. Walienda kutoa hizo nguo.
Jesus. Hizi nguo ni zile watu walifaa zikaseeka kutoka hapa. Zikaenda zikatupwa wakazichukua tena eti mali. Nguo zimeraruka mpaka kwa magoti. Mali wakachukua wakaenda kwao wakasiweka spirit wakasirudisha tena. Kwa sababu hii nguo yenye imeraruka magoti, hii nguo ni mpya. Shwari ukiangalia vizuri na kwanga mpya. Ama nyinyi mmetoka mbinguni leo? Ni waeleze ulimwengu inakaa mimi. Nimeamka leo nikiwa hapa. Ni waeleze ulimwengu inakaa. Hujawahi kuona mtu amevaa nguo imeruka magoti? Sasa huyo mtu unaona Sunday ya kikucha ombewe, wiki ndio yaenda afanye hiyo nguo imeruka magoti. Kuna siku maskini inaisha kwake. Si wakati unafaa nguo yenye imeraruka sinaonyesha vile umeishiwa. Tebeka. Na waambia receive, barikiwa in the name of Jesus. Pokea breakthrough mkienda mnafaa matambara. Hivi. Mapepo sinaangalia sinacheka. Ani wapasa maskini. Maskini endelea. Hivi mtu hapo hivi anatembea sasa amechoka hivi ametembea na kibarua na amevaa nguo imetaruka maguu. Mimi ninawahurumianga nikiona wamevaa. Naanza kushikashika Mungu nikipata pesa at least niwapatie nguo afford kuwa na nguo moja nzuri itararuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi mpaka unaona mtu nguo imeraruka mpaka hapa juu. Eti ndio sasa anatembea vizuri. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika ukiyashika haya maneno ninakwambia leo. Ukishika hizi sheria za Mungu na kufundisha siku ya leo. Wakati utapita karibu na hizo nguo zikiuzwa, utakuwa na hata tamaa ya kwenda kushika jione na kaaje. Utakuwa na tamaa hata ya kwenda kushika. Let me tell you, Mungu amekuumba very beautiful. Kama ni mwanaume, Mungu ameniumba nikiwa very handsome. Watu hawanipendi kwa sababu ya nguo. Watu wananipenda kwa sababu vile ninaonekana mimi sura. Haleluya. Tunaelewana lakini? Sasa wakati unasidi kwa nguo, sasa wewe utaanza kuitwa majina mbaya na utakubali. Watu hawakupendi kwa sababu ya vile umevaa maviraka. Watu wanakupenda kwa sababu ya sura. Countenance. Vile unaonekana, vile unaapia, your appearance. Hivyo, ndio mtu anaangalia anasema naangalia chini kai. Nimekuona vibaya na nimekuona vizuri. Unaonekana hivi. Uso wako inaonekana hivi. Macho inaonekana uso inaonekana. Si eti nguo. Nilikuwa naona hiyo nguo ya green ndio imenishika. Hakuna. Kama ni nguo, wacha nikuulize, kama ni nguo wakati Eve aliumbwa. Eve, si ndio mwanamke wa kwanza? Alikuwa amevaa nguo. Lakini hebu angalia Biblia inasema Adam alipomuona alifurahia. Akafurahia, akasema kai. Kapendezwa na yeye akasema huyu ni nyama yangu na ni mifupa yangu maana ametolewa kwangu. Alivutiwa na yeye akafurahia. Sio nguo. Nguo hawa ni wengine wamekuja kutaka kusumbua akili ya watu. Sio nguo. Sio nywele, lazima utengeneze nywele sikuje hivi. Basi kama ni hivyo, huyu mwanamke wa kwanza anaitwa Eve. Alienda saluni gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Nani alimweka makucha? Nani alimpaka hiyo? Nani alimpaka rangi? In fact, uniruhusu niseme hivi, niruhusu nitumie hii jina. Yaani siku hizi mmechapa mpaka mnajaribu kujidecorate, kujibadilisha rangi na mkuchi. Unajiweka red mkuchi. Unajiweka black. Utatembea kwa marangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa natural hivyo, we utafutia watu wengi. Wanaume siku hizi wanaangalia ni nani aka natural hivi.
Si eti mwenye anajisumbua amechunganisha makucha, amechunganisha makucha kubwa kama buzi kubwa hivi. Ameona eti hizi nywele za hapa hazijatengenezwa vizuri, anaenda anasipaka rangi nyingine. Macho hii, anaona hii Mungu. Kwa nini Mungu anakuaga hivi na wewe? Unatuambia nywele hii na haijawahi kuwa refu. Mtu anaenda analeta singine anabandika hivi. Sasa anakuwa sijui nini. Ile paka imekunywa maziwa. Sijui anakaka kitu gani hivi. Unaona mtu wako hivi. Mimi nitakucheka siku nzima. Uwe naye hiyo karibu na mimi. Nitakucheka. Nikiangalia kando hivi namaliza kucheka, nikikuangalia tena naanza kucheka. Kwa sababu unaonekana kitu kingine, katuni nyingine. Siione imechorwa mahali. Macho hivi. Alafu umepaka hivi ile majibu ya chiko hivi. Sasa mtu akiangalia vizuri, akuangalia vizuri anaona kama huko na huko oga uso. Hapa kiangalia hivi vizuri. Nimekutana na mwingine chana kustukia. Kai. Kasema mshana mzuri hivi ni nini? Mbona hawagangi uso? Kuangalia kumbe hizo vitu amepaka za white hivi. Sasa anaonekana sura mbaya ya kutisha. Unajua zile vitu zinafanywa kwa watu wanafanya concert ili wasitue watu. Sasa na wewe unaona hivi vizuri na unakuja kufanya hizo vitu hivi, ukuje kustua watu. Unajui kama unikujaribu unajaribu shepu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati utakuwa na ile sura yako, uso wako, ule Mungu amekuwekea, let me tell you, tuonekana vizuri. Tuonekana smart. Wacha kujiongezea makucha. Hiyo makucha yako iko enough. Kama unataka makucha, wacha hizo zako zikue. Sitakuwa refu, acha hizo za singi, hizo za wengine. Hizo ni za watu wamekufa wanatolewanga, unakuja kuwekewa. Sasa jiuliza zinatoka wapi? Mtu akikufa makucha inaendelea kukua. Mtu akikufa makucha zinaendelea kukua. Sasa vile wa China wako wengi wanakufa wengi. Si hivyo wanawaacha siku 3 hivi makucha zimetokezea, wanatoa hizo makucha zote zinawekwa kwa kali ya bagi, mnakuja kuuziwa. Makucha, nawekea makucha ya mtu mwenye amekufa. Wewe ukikata zinaona na kama makucha. Ni mtu gani tuliye anataka kutengeneza makucha? Sawa. Sasa tuseme nini? Nyinyi endeleeni kukimbizana na hizo vitu, utaacha Yesu mkiwa mbioni mkimbizana na hizo vitu. Amen. Simruhusu tumalizie hapo siku ya leo. Amen. Sasa vile tunamaliza siku ya leo, mpaka mtoto amepiga mianga ndio maana nimemaliza. Sababu hata yeye amekasiwa chanyonya. Ulifaulu kushika yeye? Ulifaulu kushika huyu? Ulifaulu kushika? Nyinyi ndio nauliza, ulifaulu kushika huyu? Ulifaulu kumkoma? Umeshika ngapi? Umeshika anga? Na nini? Umeshika spirit? Umewashinda? Umeshika soul? Umeingia ndani yake? Umeshinda kuingia? Ni anga umeshika. Hii anga inawaka moto hivi. Sikia, hiyo anga, hiyo ndio umeshika. Hiyo ndio umeshika. Nataka msikie, hiyo ndio umeshika hiyo anga. Ndio hiyo mlikuwa mnamaanisha? Hiyo ndio mlikuwa mnamaanisha hiyo? Hiyo ndio mlikuwa mnamaanisha? Hiyo ndio anga mlikuwa mnamaanisha? Umeshika. Ndio hiyo. Hiyo ndio mlikuwa mnashika. Kuja niwaonyeshe ingine. Simesema mmeshika anga yake. Kuja nyinyi warogi wachawi. So unasema mmeshika anga. Kama nionyeshe. Nionyeshe anga ni kitu gani mnasema kama mmeshika. Hebu angalia anga yake ya Saturday. Anga yake ya Saturday ndio hiyo. Sio ya Saturday mmeshika. Sio ya Saturday mmeshika. Sio ya Saturday. Ni ya lini? Mmeshika ya lini? Sio ya Saturday. Ya Saturday waje shiko.
Yeye wewe shika. Oh. Yeye ndio umeshika mpaka ule mwenzake. Yeye. Uko bado mmoja. Kuja. Mama anataka wapi? Usiku kwa wapi? Unatembelea. Umemweka nyoka. Unataka kuona nyoka. Kwa ndo kama unataka kumweka. Umemweka. Umemweka nyoka. Mipango ile imejulikana. Yes. Umemweka hiyo nyoka. Umemweka. Umemweka hiyo nyoka. Umemweka. Ulianza tena? Huu ni mwaka mwingine mnaanza kuanza madhabahu mapya. Sikia. Kama mmeanza. Sikia ingine. Sitwende na hiyo na nyinyi mkochoka hata sisi tukochoka sisi hatukuacha. Nyinyi ndio mlisema mmeacha. Sisi hatukuacha. Sisi hatukuacha. Nyinyi ndio mlisema mmeacha. Tuache tuwaweke. Ndio picha. Basta waleta hapa. Ukumbuki waweke moto ukikuja. Hivyo. Nyingi waongezee ingine. Hivyo wakuja hapa wakiungua. Wakichomeka kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo in the name of Jesus. Ingine nyingi. Chomeka kwa jina la Yesu Kristo. Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. Teketea completely kwa jina la Yesu. Si mlituambia mumeacha kazi, mumerudi. Mmetupata tukachoka sisi. Mmetupata tukachoka kazi. Mmetupata tukachoka. Nyinyi ndio mliinua mpaka mikono hapa mkainua mkasalenda. Mkasema mumewacha kazi. Bado tunawafungulia anga za kuwaka za 2022. Moto. Teketea, ninasikia mnataka kuua mpaka kwao. Amesema hapa nimesikia akishuhudia mnataka kuua kwao. Mnataka kuua? Mtaua? Wanalia hii ni kulia wanalia. Ya kwamba familia yao imewateza. Imewasumbua. Hawakuli vile walikuwa nakula. Ndio warogi. Hawakuli vile walikuwa nakula. Hawarogi vile walikuwa naroga. Hiyo mtoto amwaletea shida na mtoto mdogo. Yangekuwa mrefu. Yangekuwa mrefu. Kimoto kifupi hivi kimewasumbua. Kimeleta shida. Watu wengine wamekuwa vipofu, hawaoni. Usiku wakienda kuroga wanagonga mandizi. Wanagonga ufuta wa nyumba. Unaenda aje? Nasikia mwingine mlimweka pneumonia jana. Eke uno.
ni wete mwabe kata deke unengora. Keu. Hebu simama juu tuelezane. Unielezee mnataka aje. Ndio na nyinyi mkae na amani 2022. Simama juu mnielezee. Simama mniambie vile mnataka. Watu wanaelewana. Wewe waroni wachawi watu wanaelewana. Simama mnielezee vile mnataka. Simama juu. Tunaweza kuelewana? Simama. Mpaka wakati mnaambiwa simama mtake usimama. Mpaka wakati mmepewa chance. Mpaka wakati mmepewa chance hamtaki. Ama tuache kwa hivyo. Tuache kwa hivyo. Waje tuache kwa hivyo basi tena iongezwe. Basi mnataka aje sasa? Tell me. Mnataka aje hebu? Niambie ndaambie mshana atanisikia. Nielezee vile mnataka. Kila mnataka ni nini? Mnataka aje? Simama vizuri mniambie. Si mimi sifanye vitu za taibu hiyo. Tutawacha elimeni vile iko hivyo. Na iongezeke sasa. Na unajua ni mwaka mbaya sana. Okay, mnataka aje? Niambie mshana. Mnataka aje? Abatigane. Asiki. Anasema acha. Abatigane Asiki. Kwani amefanya nini? Ingia kwa ile simu.